Hapa wanatupa nafasi sisi na wewe ambao unatutazama kutazama kile ambacho kimeandikwa kwenye gazeti kubwa la michezo katika siku husika. Leo ikiwa ni Jumaa Kuu, leo watu Zuberi wapo kwenye majonzi makubwa. Ndio siku ambayo Yesu Kristo Mesia alipitia mateso makubwa kutoka kwa Pontio Pilato kaka miaka 2000 iliyopita ili kutoka sisi binadamu na walimwengu ambao mpaka leo tunaishi. Hivyo Wakristo leo wana majonzi dunia nzima, na leo nyama kaka hailiki. Manake leo ni mwendo wa maharage. Manake wana majonzi ya kiibada, sio ibada. Unajua mtu ukiambia majonzi anaweza asielewe, ni majonzi ya kumbukizi ya ibada. Kwa waamini wa Kikristo ulimwenguni kote. Kwa leo ni mboga za majani kaka. Bila shaka. Yaani maharage leo ndo nyama. Ndio. Sasa kwa Mkristo mwenye imani kuwa nakula nyama tena tutakushangaa. Bwana vipi? Umekengeuka nini? Umekuaje? Wewe mwenye huruma Mesia ambaye amejitoa, ameteswa kwa ajili yetu. Ndio. Kwa ndo siku kama ipo hivyo. Kwa Jumamosi atazikwa, Jumapili watu wanasherehekea Pasaka, sio ambao ni siku ya Pasaka. Sasa sisi tunawasindikiza ndugu zetu wa Kristo duniani kote kwa kutazama mtazamo wa gazeti hili la Mwanaspoti kama ambavyo unaliona likipambwa na picha mbalimbali kwa upande wa mbele na upande wa nyuma, taarifa kubwa ikihusiana na mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho la CAF barani Afrika, ambapo Simba Sports yupo kule visiwani Zanzibar akijiandaa akiwa mguu sawa kabisa kucheza dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika Kusini, mchezo wa mkondo wa kwanza. Upande wa nyuma ambacho kimeandikwa ni mbovu, rekodi za Amorim, Man United ni aibu, wakati gundu la mtoa machozi Harry Kane. Huyu bwana ana gundu zito na gundu kubwa mno na kushinda mataji makubwa. Manake ule ni mkosi. Ametoka nalo kwenye kikosi cha Spurs, amekipeleka kule ama amelipeleka gundu kule Bayern Munich. Unajua sasa hizi Bayern wanaongoza kwa tofauti wa alama 5 tu dhidi ya Bayer Leverkusen kutafuta taji la Bundesliga, kitu ambacho kwa Bayern hii hatujakizoea. Kipindi hiki Bayern kashatangaza ubingwa wake tayari. Lakini mabingwa wamenyolewa. Kombe la DFB Pokal wamenyolewa. Wamebakiwa na kombe moja. Gundu Harry Kane. Kuna fikiri fulani msemaji wa Simba yuko namna hiyo. Madiali ana gundu nini? Bwana akashindaga ngao ile tano. Wewe akapata nafuu sehemu ambayo alikuwa anaona kwamba hali yake itakuwa mbaya zaidi. Akasema kiko wapi sasa? Kiko wapi sasa? Kuna shangaa Kane siku akinyanyua kwapa na kubeba ndoo. Watesi wake watamkoma. Kimongobongo nani unamuona anayo hii? Kwa bana ya kutokuwa na bahati ya vikombe au tuweke staha. Kwa sisi kwa nchini kikombe kikubwa ni ligi kuu. Shirikisho ni kikombe pia ambacho nacho kinayo nafasi, lakini ligi kuu ndio kikombe ambacho kinabeba uzito. Yani usema umechukua kombe kuchukua ligi kuu. Ligi kuu. Ndio mnaanza kuzungumza kumbe umechukua kombe. Sasa kwa msimu huu Simba wako katika kiwango kikubwa kwenye hiyo nafasi ya ushindani wa ligi kuu. Tofauti na hiyo misimu mingine ambako wao mida kama hii tayari wanakuwa na ndoto za kujenga timu mpya msimu ujao. Maana yake mambo yanakuwa yashajulikana, yamekwenda msege mnenge, ndivyo sivyo. Lakini kwa sasa wao wako kwenye ushindani, kwa maana kwamba aina ushindani uliopo, yule anayeongoza ligi, utofauti wa alama, nafasi yao na wao kushindana ipo katika mstari mzuri. Ndio kitu ambacho kwao kimekuwa na upekee sana kwenye ushindani. Sawa, basi tutazame kile ambacho tumejaliwa kuwa nacho leo katika gazeti la Mwanaspoti, na taarifa kubwa ni kocha amhakikishia Chama maisha kwenye kikosi cha Yanga Afrika. Watu wanazungumza Chama msimu wake wa mwisho, Chama ataondoka Yanga Afrika. Miludi Hamdi kamhakikishia maisha kwamba Clatous Chota Chama mwamba, tulia, maisha yapo Jangwani hapa, uendi popote. Kubwa zaidi linatajwa ni Yanga kuwa kwenye michuano mingi. Unajua anaenda kucheza kombe la Muungano, mini tournament ama kombe fupi. Yanga Afrika watakuwepo, lakini pia wana michuano mingine kama ambavyo tunafahamu ya CRDB, ya shirikisho, pia ligi kuu. Hivyo Miludi anasema ni moja kati ya wachezaji ambao yupo kwenye mipango yake, hivyo ataendelea kuwepo kwa muda mrefu kwenye kikosi cha Yanga Afrika. Na ubora wa Yanga ni pamoja na kuwa na wachezaji wengi wenye viwango vizuri kwenye kila nafasi. Sasa kuna Chama kumbe kuna ubora wa Yanga ni kuwa na wachezaji wazuri kwenye kila nafasi. Kwa hiyo uwepo wa Chama Yanga Africans
ni sehemu ya kuwa na wachezaji wazuri kwenye kila nafasi. Wala sio kwa sababu Chama hapati nafasi ya kucheza kwa muda mwingi wa kucheza. Kwa nini? Timu nzuri lazima iwe na wachezaji wazuri washindani kwenye kila nafasi. Kwa Young Africans hata hiki tunachokiona, ukiondoa hayo ambayo tunajaribu kuyasema kwa CAF Champions League, kwenye ligi uwezo wao kusumbua ni pamoja na kuwa na wachezaji bora kwenye kila nafasi. Kuna baadhi ya mechi wakibadilisha timu yao, huwezi kugundua nani hayupo nani yupo. Ni kwa sababu wana wachezaji wazuri kwenye kila nafasi. Sasa mchezaji kama Chama ni zaidi ya kuangalia Young Africans tu unayosubiri kuiona CAF Champions League. Vuta picha hao na mashindano ya Federation ndani. Wana mashindano ya ligi ndani. Wana mashindano ya kimataifa. Kama unakuwa na cream ya wachezaji wa karibai wenye kuchuana zaidi na bado ukabaki kwenye timu yako, tayari ni kwamba bado umebaki na timu bora sana. Lakini hata ukimtoa Chama mathalan, alafu ukasema unaleta mchezaji mwingine ambaye naye akawa na mchango kama huo wa Chama, bado ni shida. Lakini faida aliyokuwa nayo Young Africans eneo analocheza Chama ni kuwa na wachezaji bora kwenye hiyo nafasi. Asipokuwepo Chama uulizi, akiwepo uofii. Kwa nini? Akiwepo atafanya kile ambacho ulikihitaji kutoka kwake. Asipokuwepo kuna watu wanatimiza kingine ambacho anaweza kakifanya yeye. Hii ndio tafsiri ya timu bora, kuwa na wachezaji wenye uwezo usiopishana kwenye kila nafasi. Kwa hivyo hata coach Mirudi anajua kuwa na cream ya wachezaji hii haikustress coach. Kuna kipindi unakuwa na options mwenyewe. Kwamba sasa hapa nakuwa na wanasema tactical options, kwamba mimi nataka mchezaji gani anisaidie eneo gani, kwa mkakati upi, kwa sababu ana uwezo gani. Unakuwa unafanya hizo selection kuelekea michezo. Ndicho ambacho nadhani kwa Young Africans wasiingie kwenye mtego wa mashabiki wanaoshabikia wachezaji wanaocheza peke yake bila kujua timu ni kama chaja ya kobe. Lazima watu wapandishane. Young Africans faida yake wapo kama chaja ya kobe. Kwa sababu unaweza mchezaji ukimbusti kapanda kiwango. Lakini kuna timu wachezaji wakiondoka unapata tabu. Nilikuwa nazungumza juu kwenye Sports HQ muda sio mrefu. Tulikuwa tunazungumzia vipi tunawazungumza Simba. Kwa nini tunaona baadhi ya mabadiliko yakifanyika kwenye timu upati quality unayoitaka. Unaona kama wachezaji wanafyonzana. Ndio kasema moja ya maeneo ambayo yanawapa wakati mgumu, unaweza kupata clean ya wachezaji 11 wa kwanza. Wale wengine wanaokuja hawakutafuti ile pick ama pesi ambayo wametoka nao wachezaji wengine waliotoka. Upati ile control ya wachezaji wengine waliotoka. Sasa pale ndio Simba anatengeneza timu ambayo imekuwa haina mzani mzuri. Sasa mzani mzuri kwenye timu, wachezaji hawawezi kufanana kila kitu, lakini wasitofautiane sana. Hiyo ndio faida ya kuwa na wachezaji wa kaliba Chama, na ndio maana coach Mirudi hawezi kukubali kumwacha mchezaji ambaye amekuwa na mchango mkubwa. Pindi unapomtumia anakupa unachokihitaji. Lazima uwe na wachezaji bora kwenye timu yako. Licha kuangalia muda wanaweza kutumia, isipokuwa wakupe ubora wao pale ambapo unauhitaji. Kwa Chama ambavyo tumemuona ambavyo anapatiwa nafasi ya kucheza kama hiki ambacho kimeandikwa ama kitakuwa jinsi kilivyo, atakuwa ni second choice na yeye amekubali hilo kama ataendelea kusalia, kwa sababu tumemuona akitumika hivyo. Wakati mwingine ushindani unakufanya ujue na wewe uko kwenye kushindana. Au kwenye eneo gani? Kwa sababu unaweza kuwa kwa sehemu hili kama tuko hapa pengine niko hapa sina mshindani. Si ndio? Naweza nikajiona mkamilifu sana. Lakini kuna wakati ukinipeleka sehemu yenye ushindani nikiwa makini nitashindana ili niwe namba 1. Ile ni faida kwenye timu. Yeye anafahamu sio Young Africans siachezi kwa sababu ya hila. Wakati mwingine muda wa kucheza ni ushindani uliokuwepo kwenye nafasi na mipango ya mwalimu. Wachezaji inabidi wafikie hatua hiyo kwenye timu. Lakini kuna mchezaji ambaye ana uhakika kucheza kama Ruksi kwenye mkanda, nitaingia tu. Mimi Ruksi kwenye mkanda nitapita tu. Mchezaji asiwe kama Ruksi kwenye mkanda. Mchezaji lazima aweze kuhiti kwenda kupambana na wenzake, aonyeshe upiki ambayo mwalimu anahitaji naye aonyeshe ubora wake. Nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti hili la Mwana Sport ambalo wewe mtazamaji ukiwa nyumbani ama popote ambapo unatufuatilia, ni rekodi za ibeba Simba katika dimba la Amani. Stellenbosch yapata pigo maeneo 9 ya udhamini mpya ambao kigusiwa udhamini ambao Simba waliingia kwenye siku za hivi karibuni, lakini kubwa ambalo limeandikwa kwenye gazeti ni rekodi kaka zinaibeba Simba kwenye dimba la New Aman, wakiweka mashindano yote ambayo Simba wameshawahi kucheza, lakini mchezo wa mwisho ambao wengi tunaofahamu ni mchezo ambao Simba walikuwa ugenini kucheza dhidi ya Azam FC na wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Hivyo kama wao fagio la zamani, kona zote zamani kaka wanajijua. Watu wana wasiwasi, uwanja Mkapa umezoeleka, si umezoeleka kwenye nini sasa? Sasa ule uwanja wa Amani sio nini? Kwa mujibu wa Mwana Sport wanasema Simba rekodi kwenye uwanja wa Amani zinawabeba. Kweli kaka? Na records zinawabeba kwenye maeneo mengi. Uwanja wa Amani huko Tanzania, kumbuke. Simba wamekuwa wanahofisha ukicheza nao Tanzania. Kwa nini? Uwezo wao mzuri wa kutumia mazingira ya nyumbani. Lakini pia Zanzibar ni sehemu ambayo huwa wanapata matokeo. Na wakati huu wa kucheza na Simba Tanzania ni wakati mgumu sana kwenye nyakati kama hizi.
Na kingine ambacho watu hawakijui, Simba wameendelea kuimarika kupata uzoefu wa namna ya kucheza mechi hizi na hatua. Tazama njia waliotumia kufuzu. Nadhani kuanzia nyumbani pia kwao ni kama njia nyingine ya kuwapa wepesi. Lakini pia ni kuwa na wachezaji wazoefu kwenye michuano ya kimataifa ambao na wao wanatamani kutengeneza historia. Na yote tunayozungumza, Yanga ndio wanaowasukuma Simba na mapambano haya. Kwa sababu hii hali ya kujaribu kutupiana vijembe na mazingira ambayo Simba wako nayo na historia ya ushindani tulikuwa nayo kwenye ligi, wanahitaji kufanya kitu zaidi Yanga Africans ambacho wamekifanya. Na zaidi ni kuchukua ubingwa wa Afrika wenyewe. Sasa hii yote ni chachu ambayo inatokana na ushindani uliopo, na ukasema Yanga wanawasukuma Simba kufanya haya wanayoyafanya Federation. Kwa sababu ya mazingira ambayo yapo sasa hivi ya kiushindani. Lakini zaidi ni uwanja wa nyumbani ambao wana rekodi nzuri, kuutumia vizuri. Kwa kuja kucheza Tanzania sio mechi rahisi. Na sasa hivi kucheza na Simba sio kazi, ni shughuli. Shughuli nzito. Yani kucheza na Simba sio kazi, ni shughuli. Na wengi wanazungumzia ama huenda ndo ikawa hivi ambavyo ilivyo kitendo cha Yanga kuishia hatua ya fainali kwenye michuano hii. Simba ile onekana amefanya kitu. Ashia hatua hiyo ya nafasi ya pili ama achukue kombe lenyewe. Kishia nusu fainali watu watarudi na masemangwa. Yani sio masemango. Watu watarudi tena chini. Watarudi tena. Yani Simba ni ubingwa. Ubingwa wa Afrika. Hapo atakuwa na sio atakuwa, itakuwa nzuri zaidi. Na mimi naamini nafasi ya kufanya hivyo Simba wanayo. Unaiona? Naiona, sina shaka. Na uwezo wa Simba sina shaka. Hakuna, Simba ni timu zaidi. Simba watamfunga Stellenbosch akiwa kwenye ubora wao. Kwa sababu hata wanaofungwa na Simba hapa wanafungwa wakiwa na ubora wao. Hakuna timu inakuja hapa imefumba macho wao wajiingiza timu uwanjani. Kwa naamini ubora alikuwa na Stellenbosch ni kweli. Nimesema hapa kwa upana sana maeneo ambayo nawatazama Stellenbosch bora, lakini kuna maeneo ukishika peni na karatasi ubora Stellenbosch bado na wakati mgumu mbele ya Simba. Ambao Simba bado wana nafasi kubwa kufanya. Na ni timu ya tatu wanacheza nayo kutoka Afrika Kusini. Tuliona Kaizer, tuliona Orlando walicheza hapa kwenye miaka ya hivi karibuni, na mchezo ambao Simba walianzia nyumbani dhidi ya Orlando Pirates kule nchini Afrika Kusini walichomoka kwa njia ya mikwaju ya penalties. Huenda ni funzo ambalo watalipata kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya Stellenbosch. Bila shaka. Na Simba timu za South Africa huwa inazibonda hapa. Sasa utakumbuka Marumo ilikuwa Yanga Africans. Ni Kaizer ambao walienda kule alifungwa goli 4, Simba yakashinda goli 3, kwa moja lika kwa tafsiri yake ni kwamba Dar es Salaam hapajawahi kuwa salama kwa timu za Afrika Kusini. Alishinda goli 1 na Orlando Pirates, kule akafunga goli 1, wapi mikojo ya penalty, shughuli ya mnyama ikaishia pale. Yaani hapa wanakwenda kupuliziwa moto. Wanaenda kupuliziwa moto wake. Yaani Simba wakiwa hapa Stellenbosch watacheza kama wanapuliza moto. Muda wote hiyo ngoja kwanza. Hiyo ndio inakuaje? Unacheza kama unapuliza moto. Maana utumie pumzi yote. Kushughulisha. Utacheza kama unapuliza moto. Tumia pumzi. Kwa namna ambavyo pumzi utakayotakiwa kutumia na vile ambavyo Simba watakuwa wanajaribu kufanya kile wanachokihitaji. Nadhani mechi mimi naisubiri ni ya South Africa. Hii mechi hapa kama mechi hapa sitabiri ila na hakika hakuna matokeo tofauti Stellenbosch watayapata hapa kwa sababu hawatoki mbinguni. Nimeangalia namna wanavyocheza, quality yao. Na hawa Simba walivyo. Wale wametoa bingwa mtetezi, sema watu wengine na tahadhari, unajua Zamalek. Bingwa mtetezi. Zamalek amefungwa akiwa kwao Cairo kule. Bingwa mtetezi katolewa na ushindani. Katolewa na ushindani tu. Lakini naamini Simba kwa Zanzibar ama Tanzania hapa. Kutakuwa kuna mabadiliko ya kikosi hasa kwenye eneo la mbele kama ambavyo tuliona kwenye mchezo dhidi ya Al Masry kwa Steven Dese Mukwala kucheza dakika zote dhidi ya Lionel Ateba. Hapana, sasa hivi Steven Dese Mukwala ameanza kuaminika zaidi kuliko Ateba. Kwa hiyo inawezekana na mwalimu Roman Davis kwa sababu ya ule uwezo wake wa kuitengenezea timu wepesi kwenye mashambulizi. Ndicho ambacho nakiona. Unajua unapata full pace ya Steven Dese na power. Ana kasi na nguvu yake unaipata muda wote, lakini zaidi ni kucheza kama mshambuliaji ambaye yuko eneo la mwisho. Sio kucheza kama mshambuliaji anayecheza eneo la mwisho. Iko tofauti. Steve Dese anacheza kama mshambuliaji ambaye yuko eneo la mwisho. Ateba anacheza kama mshambuliaji anayecheza eneo la mwisho. Umeelewa vizuri? Utofauti wake uko hivi. Unaicheza kama upo eneo la mwisho, unasubiri matukio ya mwisho kuisaidia timu. Unaicheza kama unacheza eneo la mwisho, unacheza eneo la mwisho kwa namna yote ambavyo eneo la mwisho unaweza ukacheza. Fasili yake ni kwamba mara nyingi Ateba tunamuona kama yuko kwenye link up play sana. Akiwa anapambana kuichezesha timu na iko eneo la mwisho. Lakini huyu Mukwala unamuona kama mshambuliaji ambaye ananyemelea kumalizia matukio ya mwisho. Yaani yeye kabeba jiwe Fatuma akavunje mlango.
ndio ninachokitazama kwa Mkwala. Siku hizi kwanza uwizi bado upo, wajue Fatuma? Upo. Ajue Fatuma. Si ndio Mitalimbo? Mjue Fatuma ndio ule mjue mkuu. Kavunja mlango. Sasa watu wapo Mkwala ni mjue Fatuma. Halali sasa hizi lijio kimeko kaka wanakuona. Jue kaka umekamatwa kaka. Sasa hivi unakamatwa unajua Fatuma. Lakini Mkwala anacheza kama kabeba jue Fatuma. Ndio wakiliweka mlango kule. Ateba sio jue Fatuma. Ateba yani anakuwa kama mjanja. Yaani anasema kama mjanja. Yaani kibaka anasubiri geti mfunge mmelala ingie. Lakini Mkwala jue Fatuma mmefunga hapo kufungua. Anatupa ndani. Fadu atakuwa ni kocha wa aina gani mpaka ambapo amefikia hapa? Ni kocha ambaye Simba muda mrefu alikuwa anatafuta mtu wa aina yake ambaye anaweza kuweka rekodi. Fadu anaenda huko nusu finali ambapo Simba wameimba hapa. Fadu kwanza Simba kaweka rekodi kuwafikisha nusu finali. Lakini Fadu akienda finali atakuwa ni kocha wa kihistoria Simba. Hapa tupo kaweka records kwa maana kumbukumbu. Lakini akienda nusu finali atakuwa ni kocha wa kihistoria. Oruma na msemo wake mmoja anasema au ndo huwa ananukuu msemo umemkaa sana akilini. Nasema maisha ya baharini ni samaki wakubwa kula samaki wadogo. Kwa aina ya Simba ambavyo wanafanya kwa msimu ujao, timu nyingi ujue za Afrika kubwa hizi makocha ujue saa hizi na hivi nikueleza Orlando Pirates wanatafuta makocha. Kocha wao Jose Riveiro yule Mspain anaondoka. Miongoni mwa makocha wanaotajwa anatajwa Piso Mosemane, anatajwa Ben McCarthy, anatajwa Fadwaman Davis na anatajwa msaidizi wa Riveiro, Jose Riveiro. Tafsiri yake ni kwamba ni kocha ambaye anatazama, na Fadwaman Davis alipita Orlando Pirates kama kocha msaidizi. Sasa sio kocha ambaye anapokuwa anapata hizi fursa na kuonekana Afrika watu wamfuatilia, wanafuatilia. Timu inafundishwa na nani? Wanafuatilia. Kama ilivyo kwa Steve Barker wa nani? Stellenbosch. Kwanza ana rekodi Steve Barker ni mpwa wa zamani wa kocha wa South Africa wakati wamechukua kombe la mataifa Afrika 1996. Ni mpwa wake yule na huyo bwana. Kwa hiyo wanazo rekodi hizo ambazo zinawajengea uwezo mkubwa kukumbukwa. Sawa, tumalizie katika upande wa nyuma ambacho kimeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport. Taarifa kubwa imeandikwa ni mbovu, rekodi za Amorim Man United ni aibu. Inawezekana katika gazeti inaenda mitamboni, Man U walikuwa bado hawajatwanga dhidi ya Lyon. Nadhani Mwalili angekaa kidogo, angesubiri mechi ishe, watu hawajaamka na hii mood leo ujue. Lakini kabla ya mechi kuisha hidi bado Manchester United wana rekodi mbaya sana kwa msimu, nafasi ya 13 na jana wameshinda katika mchezo ambao pia kadi nyekundu iliwapa wepesi, na aliyofanya washinde ni Ali Maguire ambao kiuhalisia dakika za mwisho wanaokoa, na amekuwa akifanya matukio kama hayo mengi kwenye match ya Manchester United mpaka watu wanaoji. Ina maana hatuna washambuliaji kutufanyia kazi mpaka mtu kama Ali Maguire anatunusuru asipofunga kafunga nongo. Ndio hiyo, anakuwa kama mtoto mkiwa nyumba jirani ikibiwa anaambiwa ni yeye. Nyumba ikibiwa kwanza kwa Ali Maguire, nyumba jirani ikibiwa anaambiwa ni yeye. Kwa hivyo kumekuwa na malalamiko, lakini hata hivyo Ruben amekiri wazi kwamba mashabiki wa Manchester United hizi nyakati ngumu wanazopitia zitaondoka. Unajua yeye ameruhusu kikosi kama Makombo. Hana mchango wa mchezaji yote kwenye kikosi zaidi ya kufanya kazi na aliyowakuta. Sawa, na nyingine ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport katika upande wa nyuma ya mwisho kabisa kumalizia ni gundu la mtoa machozi Ken, kama ambavyo mwanzoni tulianza nao. Bwana Ken angekuwa kibongobongo, angepita maeneo mengi sana, watu angepita nayo. Kwa wazee wetu wale angepitishwa, aende kwenye watu wa maombi, kwa maaskofu wa maombi angepitishwa. Na yeye anafanana Dube huyu na nani na Ateba au pamoja na Isla Mwenda. Shangaa dawa iko Tanzania. Aje. Wanapenda timu yeye na Kylian Mbappe lotini. Tuongea na mpo wetu Ticha Chigina Lukinjo ujue ana ukaribu nao. Ili chama lake hili. Huo mpo ana email zao, lakini wamepitia magumu. Bayern wamepitia magumu. Bayern kwa mara ya kwanza msimu huu majeraha yamewagharimu sana. Tena ya wachezaji ambao ndio muhimili wa kikosi chao. Unamkosa Alphonso Davies, Manuel Neuer, unamkosa Jamal Musiala, unamkosa Dayot Upamecano, unamkosa Kingsley Coman. Hao ni wachezaji ambao walikuwa ni muhimili kwenye kikosi cha Bayern. Unavyowakosa kwenye mechi muhimu dhidi ya timu ngumu ya Inter Milan, usitegemee kuona kama utapata mechi nyepesi. Ndicho ambacho kimewatokea. Bwana, sawa, na tumai umefurahi na hiki ambacho umekipata ama kukisikiliza
katika kickoff namba 3, ambapo hapa sisi mara zote huwa tunatazama mtazamo wa kile kichwa kikubwa ama vichwa vikubwa ambavyo vimeandikwa kwenye gazeti husika. Leo tulikuwa na gazeti la Mwana Sport kama ambavyo umeona kwenye upande wa nyuma, taarifa kubwa ilikuwa ni ya Ruben Amorim, na upande wa mbele ilikuwa ni taarifa ambayo inazungumzia Simba pamoja na Yanga. Simba wamezungumziwa kwenye mchezo wao wa Jumapili wa kesho kutwa, ambao wanacheza dhidi ya Stellenbosch katika nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini Yanga wamemzungumzia Chama, ambaye watu wengi walimzungumzia huenda huu ukawa ni msimu wake wa mwisho, lakini hiki ambacho amekizungumza mwalimu Hamdi Milud huenda pia kikabadilisha upepo fulani hivi kumhusu yeye, kwa kuwa huenda akasalia kwa siku zijazo zaidi. Nilikuwa na Zuberi Mkalaboko, master kabisa, ambaye huyo kwenye mtandao wa Instagram na mitandao mingine ukimwandika Zuberi Mkalaboko utakuwa umempata na uweze kupata misemo mikubwa na mizuri kama ambavyo umesikia hapa. Leo umenipigia chaja ya Kobe leo bwana Zuberi, kwa hiyo vitu kama hivyo unavipata. Mimi ni Idi Nonga, tunaandika Idi Nonga _ unanipata. Hii ni namba 10, bado tupo saa 9, sisi ndio huwa tunanyanyuka hapa.